Njema, tuko njema. Simba bwana, taarifa kutoka wekundu wa Msimbazi ni kwamba wameachana na meneja mkuu wake Dimitri Pantev. Shida hasa ya Simba ilikuwa sehemu ya meneja ama meneja ametolewa kafara? Meneja ametolewa kafara, lakini sasa kama mmemwajiri mtu kwa ajili ya kushinda mechi na kukusimamia, wao waliomwajiri huenda wameona hajakizi vigezo, kwa sababu kwenye furaha ya pili ambayo tulikuwa nayo, maana tulikuwa tunafungwa tunakosa ubingwa, lakini tunajivunia michuano ya kimataifa. Sasa kama michuano ya kimataifa nako tunaendelea kusuasua, ina maana tayari lazima atupishe, kwa sababu inaonekana anaenda tofauti na falsafa. Muda mwingine watu wanalaumu kwamba anapanga timu bila forward, kwao anasema hana kikosi cha kwanza. Kwa mfano Kagoma ndio msimu ulioisha alikuwa kiungo wetu wa dimba la chini, lakini leo hii unaona msimu umeanza toka amekuja apati namba jinsi ilivyo. Kwao wao waliomleta kama wameona hatosha, wameamua kumtoa, japo kwa mashabiki tunaona kama wamemtoa kafara, kwa sababu kiongozi ambaye wa bodi ya wakurugenzi aliongea hapo kata akasema wao wenyewe kwa wenyewe kuna shida. Kwa nadhani kwanza itakuwa wasafisha wao wenyewe ndani kabla ya kwenda kwa kocha. Wamemtoa sadaka kama walivyomtoa Robertinho. Mimi ndio ninavyoona hivi. Kwa upande wako wewe ndio ulichokiona hicho? Kwa mtazamo wangu ndio nilichoona, ingawa naheshimu maamuzi yao kwa sababu wao ndio waliomleta. Sisi tunachotaka ni furaha kwa ajili ya timu. Kama wanaona hilo ni suluhisho, basi tuone matokeo chanya, lakini kama itakuwa sio suluhisho, bado watakuwa na picha ambayo wanatakiwa wajisafishe wenyewe ndani, kwa sababu wao wenyewe walishasema ndani kwa ndani hawana lugha moja. Kwa hiyo kama slogan ya timu yetu kwamba Simba nguvu moja ilishapotea, na wao wenyewe wanazungumza kwamba hawana maelewano mazuri. Simba ikipoteza kuna watu wanacheka, na ndio ukweli. Sasa mwisho wa siku lazima wasemane wenyewe kwa wenyewe ili waisafishe timu iliyopo, kwa sababu utamuondoa kocha leo, mlete kocha yoyote. Nadhani uimara wa timu unaanza kujengwa na uongozi uliopo. Kama uongozi wenyewe hawako kwenye lugha moja, hawako imara, unaona hata madudu yaliyotokea kwenye mkutano umeandaliwa, mwisho wa siku Tazi nazima anawakimbia hata waliomchagua. Kwa mwisho wa siku bado kuna changamoto kubwa ambayo suluhisho sio kumfukuza kocha. Bado kuna shida kwenye klabu kwenyewe ambayo natakiwa walifanyie kazi kabla ya kuwa wamlete kocha mwingine. Kabla ya kumleta kocha mwingine walifanyie kazi. Na weka lawama zako ziko kwenye uongozi. Unaona uongozi ukienda kushikamana tena na kwenda kufanya vizuri baada ya kumtoa kafara Dimitri Pantev? Mnyukano naona utakuwa ni mkali. Bado mnyukano ni mkali kwa sababu inaonekana hauwezi kuwa unaenda kucheza ugenini, unaenda timu imeenda ikiwa na mguu mmoja. Maana imeenda Simba nusu, sio nguvu moja. Mnaandaa mkutano siku ya mechi muhimu, mechi ya pili. Maana tutakuwa turudi mchezoni baada ya kupoteza mechi ya Atletico. Lakini tunaenda ugenini Mali, wao wanaandaa mkutano huko. Maana CEO ambaye anatakiwa muda mwingine ahusike na malipo ya wachezaji, ahusike kuwa karibu na wachezaji, kwa sababu muda mwingine za mchezaji akawa pale, akamwona CEO labda nyumbani kwangu huko kuna dharura hivi. Hebu CEO nifanyie marekebisho ili akili yangu itoe. Lakini yuko kule ugenini huenda anacheza, lakini kuna changamoto ambayo nyumbani walishamwambia nani wa kuisolve, kabaki Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano. Kwa hiyo bado kuna shida kubwa sana ambayo ipo, ili kuiweka sawa ndio tuweze kwenda mbele. Wanatakiwa waliangalia hivyo kwenye uongozi wao kuna shida, kuanzia hao waliopo na wengine waliotoka. Naona wengine ambao tayari muda mrefu walikuwa viongozi wa zamani walikuwa nje, na wao wamerudi sasa hivi wanashambulia uongozi uliopo, wanashambulia Mo. Kwa hiyo kila mtu na lugha yake, ishakuwa ni shida, ni changamoto. Ni jambo ambalo wanatakiwa kurudi chini na kutulia wao wenyewe kwanza kama viongozi, waongee lugha moja, ndipo watoke nje kuja kutuambia na sisi mashabiki nini kinaendelea. Lakini kama mashabiki sisi tupo na wanafukuza makocha, bado timu haiko sawa. Taarifa lao kutoka Msimbazi ilisema kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili ya kuvunja mkataba na kocha, lakini kocha amefanya mahojiano na kituo kimoja cha habari na kusema kwamba taarifa hizo yeye hana. Hii imekaa vipi? Haijakaa vizuri, lakini hatujajua, labda huenda walitangaza kabla hawajamalizana naye, lakini kama ilishatoka watamalizana naye tu, hata kama yeye kafanya, sababu hata yule mwingine wa upande wa pili naye alienda kusema hivyo kwamba yeye hajajua, lakini wakishaamua wenye waliokuleta utaondoka tu, kwa sababu huwezi kungangania. Aliyekuajiri kama anasema ameshamaliza kazi na wewe, hata ukingangania unakuwa haina maana, kwa sababu inachotakiwa uangalie salari zako, wakulipe zeni uondoke. Kwa hiyo utakomaa kwa ajili ya nini? Umekuja kwa ajili ya nini? Umekuja kwa ajili ya kuajiriwa. Aliyekuajiri anasema inatosha, utangangania useme uendelee kubaki kwa ajili ya kazi gani? Kwa hiyo nadhani anaongea kama maneno ya kujipa faraja, maneno yaliyopo, lakini kama hivyo waliomleta ndio wameshaamua na wameshatoa kwenye klabu, taarifa ya umma ishatoka, hamna namna tena. Hata akisema yeye hana taarifa, ataingiziwa salari zake na watu watamwambia zeni atatembea, kwa sababu cha muhimu nini? Sikulipwa mishahara yako na namna ilivyo, basi hamna shida nyingine. Na Simba hatuna kawaida ya kudaiwa na mtu. Kama wameamua hivyo, swala kumlipa linakuwa sio shida. Atalipa wanaondoke, hata kuja watu wengine tufanye nao kazi. Mara nyingi taarifa za Simba zimekuwa zikivuja mara kabla ya kutolewa na Simba wenyewe. Tukiangalia taarifa kuhusu kocha zilianza kuvuja mapema sana. Watani wakionekana wakiposti kwamba wenda kocha akaondoka kabla ya Christmas. Na jana wakaposti pia kuna kikao kizito na wenda kocha akaondolewa ambaye ndio meneja wa Simba. Na taarifa zimekuja kuwa hivyo hivyo upande wa Simba Sports Club. Kuna nini ndani ya Simba na Yanga? Au yule jasusi anayozungumziwa kweli yupo ndani ya Simba? Kutoka mapema ni tatizo, lakini vile vile tuulize nao upande wa pili wanafanya kazi za Simba. Kwa sababu uwezekano ukawa busy na matukio ya upande wa pili za kwako zikoje? Maana kuna vijana wamewaajiri huenda ni wafanyakazi wa Simba.
wamewaajiri labda ni watumishi wa Simba. Kwa wakati wa kulaumu si taarifa zetu kutoka mapema, na hao tuwauliza wanafanya kazi za timu yao au wanafanya kazi kwa ajili ya Simba. Lakini taarifa zetu kutoka sio jambo zuri. Kwamba taarifa zako za ndani mara kwa mara zinatoka kabla wewe hujazitoa sio jambo zuri. Ni tukio ambalo linaendelea kutuumiza kichwa, na si wanachama bado tunalalamika kwamba kama wanavyosema kweli kuna jasusi, inawezekana kuna watu mle ndani ambao ndo wanatusaliti. Kwa sababu siri zetu haziko salama. Kama haupo salama, hata mipango ya klabu naona inafeli. Ndio maana hata ndani ya misimu 4 hii tunafungwa. Tunafika sasa tunasema acha tufungwe kwa sababu tayari labda tulie naye. Tukitaka kumuondoa inakuwa ni ngumu kumuondoa. Kwa hiyo maana hao huenda upande wa pili wamempandikiza, na maana wanajivunia kuwa pale. Inakuwa ni mtihani mkubwa. Zaidi hapo ukiongea ukivuka shida zinatokea. Kwa mwisho wa siku tunajua ukweli, lakini muda mwingine inabidi tu tuvumilie ili maisha yaende, kwa sababu nje hapo tunaanza kutafutana kama tunatafutana, kwa sababu ukiongea leo ukaenda kumgusa mtu unasikia unahitajika hapo, si ukatoe maelezo, vitu ambavyo havipo kwenye mpira, lakini ndio ukweli ulivyo. Kama jambo lina mwisho itafika mwisho, lakini nafikiri Magoli ameingia pala na muda wa kusema, nafikiri sije waambie wasaliti ni akina nani, sababu nadhani ameshawajua. Maana alituambia kuna watu Simba ikifungwa wanacheka, nadhani ndio hao wanaovujisha siri wanapeleka upande wa pili. Kwa hiyo nilifika mwenyekiti wa bodi au aseme ukweli kwa mashabiki, atuambie si ndio wenye timu, si ndio mashabiki ambao tunaiwezesha Simba, si ndio tunakata tiketi, si ndio tunanunua jezi, si hatupewi tiketi za bure, si hatupewi jezi za bure. Kwa hiyo si ndio wenye timu na tunaiomba klabu imefika pale kwa sababu ya sisi tunakata tiketi, japo inafungwa, japo inakosa ubingwa, lakini uwanjani tunajaa, jezi zinatoka za msimu tunanunua. Kuna muda unafika lazima akina Magoli watuambie ukweli. Kuendelea kuficha ni kama kuiangamiza klabu, kwa sababu mwisho wa siku mashabiki utakata tamaa kununua tiketi, mashabiki utakata tamaa kununua jezi. Utanuaje jezi timu ambayo haiko salama? Tunaona jezi sehemu ambayo siri hazikai. Kwa hiyo inakuwa ni shida, sababu hata mipango unapanga kila kitu kiko wazi, ni jambo la hatari ambalo alipo na halipendezi kwenye timu. Wakiendelea kuficha wanaiangamiza klabu, na wao watakuwa ni wamoja wao wasaliti, kwa sababu siposema ukweli na maana wameungana na wasaliti. Kwa hiyo hao mwenyekiti wa bodi Magoli na wenzake wana haki ya kusemana ukweli, kwa sababu Simba sio mtu mmoja, Simba ni watu wengi. Haitakiwa aongoze tu yeye, ni nani aendelee kukaa kwenye uongozi, waondoke wapisha watu wengine. Kama huwezi kulinda siri za klabu, wewe ni msaliti. Jeshini ndio upigwe risasi ya kichwa, sio mtu wa kukaa na wewe. Ni watu hatari sana kwenye nchi. Benchi la ufundi lao linabaki chini ya Selemani Matola. Selemani Matola mara kadha mabadiliko yanafanyika kwenye benchi la ufundi, lakini yeye anaendelea kuwepo. Huenda yeye anatosha sasa hivi kubaki na wekundu wa Msimbazi kama kocha mkuu, ama aletewe mwingine tena? Kutosha au kuto kutosha wanaweza kuona wao bodi ya wakurugenzi, lakini kama kutosha anaweza katosha, kwa sababu kesha pita chini ya makocha wengi na vyeti na vingi vinamruhusu, kwa sababu tayari kesha kuwa kwenye leseni hizo ambazo zinaruhusiwa na CAF. Kwa hiyo kama wataona anatosha wamwamini ni sawa. Kwa hiyo anatosha akaleta kocha mwingine ni sawa. Na nadhani anabaki kila mara kwenye msimu kama DNA ya Simba inabaki pale. Ile hata mwingine kocha mwingine akija iwe rahisi kujifunza kutokana na yeye anakuwa yuko pale, kwa sababu ni kijana wetu alicheza pale na amekuwa pale amemaliza. Kwa nafikiri ana vitu vingi ambavyo amejifunza kwa makocha. Bodi kiona inatosha kumaliza ni sawa tu, kwa sababu tayari ana mbinu nyingi na amejifunza vitu vingi. Kiona wanaweza kuleta mwingine yote ni sawa. Tunachotaka ni furaha, tunataka timu irudi kwenye makali yake. Maana timu imepoteza spirit, timu haina upambanaji. Kuna wachezaji wengine mpaka tunahisi labda wanatumika na wao kama kina Chama walivyokuwa, wanatuletea mashaka kwenye mechi. Mtu unamtegemea, mwisho wa siku performance yake inakuwa hairidhishi, sababu sisi tunaona na tunawapenda, ndio maana tunawaambia. Ndio maana Mahema juzi kaambia mechi wachezaji tunapaswa kujitafakari, kwa sababu timu inafungwa mara 2 mfululizo. Hatuipambanii nembo, nataka tuingie uwanjani tukaipambanie nembo. Kama yule mgeni amekuja msimu huu na anaona kweli kuna shida, wao wenyewe ambao wameanza msimu ulioisha na mpaka sasa hivi wapo, wajitafakari. Tunawategemea, wanatakiwa watuonee huruma. Nadhani ile mechi ya uwanja wa Taifa waliona ambavyo watu wanasikitika, watu wanaumia. Mtu analipa tiketi, juize mtu mwingine, kuna jamaa mimi nilikuwa naye ametoka Bukoba na gari. Maana amaliza mechi anatakiwa arudi Bukoba na gari. Ni kiasi gani wanapenda timu? Ni kiasi gani wanaumia? Wao wanapokea mishahara, wanastarehe vizuri. Sisi furaha yetu ni matokeo. Kwa hata wao wachezaji anatakiwa ili waambiwe. Sababu kabla hatujavunja urafiki na wao, tukafikia kwanza kurushiana makopo kama sehemu nyingine wanaorushiana, wanatakiwa watafakari nini kimewaleta. Sisi nao tumewaleta kwa ajili ya kutuletea furaha, hatujawaleta kwa ajili ya kutuletea maumivu. Mishahara yao wanapata kwa wakati, kila kitu, facility zote wanahudumiwa. Kwa nini wanatufanyia wanaotufanyia? Sio jambo zuri, linapendeza. Kwa hata wao wanatakiwa kujitafakari. Lakini mwisho wa msimu tunataka tuangalie. Lakini ambalo mimi ninalo, wachezaji wa Kikongo ni wazuri, lakini ifike stage Simba tukate mstari na wachezaji wa Kikongo, wanatuumiza sana. Taarifa zinasema kwamba ndani ya wekundu wa Msimbazi kuna wachezaji wa kiongozi. Yaani ndani ya Msimbazi pale wachezaji wamesajiliwa na kiongozi. Huenda hii ndio inayofanya Simba kulegalega na kuteteleka, hasa kwenye performance ya wachezaji mmoja mmoja. Ndio shida ya muundo wa kiuongozi wetu jinsi tulivyo, kwa sababu kama unavyosema alishiriki kukujengea, yani kama fundi kwamba amekujengea safe la hela chumbani, lakini leo hii ukakorofishana kama sio fundi wako, nadhani hutokuwa salama. Kwa hiyo
yote inawezekana kwamba kwa sababu aliwasajili na alikuwa nao, kama anaonekana bado ana machungu na uongozi wamemtoa hakuwa na furaha, anaweza katufanyia hujuma zinazowezekana kwa sababu tayari uko nao na yeye ndo aliwaleta hapa, na isoje watu wanasema wengine wakawapangisha kwenye nyumba yake. Kwa kama ni baba mwenye nyumba yao, inawezekana anachotaka wakamsikiliza, la huwezi kupinga hilo. Maana halipingiki, na namna alivyo mwanadamu kwenye hela ni mtu wa kubadilika. Kwa hiyo hakuna ambaye wao wametoka kwao kama wachezaji kuja kutafuta hela hapa. Kwa hiyo kama wanalambishwa pesa, inawezekana wakawa wasaliti. Yote inawezekana. Tulikuwa na mchezaji tulikuwa tunampenda, lakini mwisho wa siku waliondoka kina Inonga. Wako wapi? Tuliwaambia kwa sababu tayari wamelambishwa, wamekuwa wasaliti kwenye timu. Mwisho wa siku tuambia wakae. Mwisho wa siku watu wengine wanazurura kina Baleke, angalia huko wanajitafuta Libya, ni kwa sababu waligeuka kuwa wasaliti. Kwa hiyo kama iko hivyo, inawezekana labda na uchungu na uongozi, maana anaweza kuwatumia wachezaji kwa ajili ya jambo hilo, lakini sijajua wao walioko huko ndani. Hata yeye kiongozi wajua alisema kuna mtu katoka kwenye uongozi bado ana tamaa ya humo. Kwa hiyo inawezekana yanayosema yapo, ila lakini waangalie tafakari. Ukiharibu leo, hata wewe ukija patakuwa ngumu kutawala. Ukimharibia mwenzio aliyopo na yeye akitoka, kesho mtaharibiana, maana Simba itakosa utulivu. Kisha muhimu uangalie leo inapita na kesho nao utarudi pale pale. Aliyopo mwenzio msapoti, maisha yaendelee. Lakini kukaa kuhujumiana na kutaka kuleteana mabaya, na wewe kesho ukiomba hata imani kwa wanachama sisi tutakosa. Kesho hata uko na imani naye. Wewe utashinikiza leo upate furaha kwa sababu kidogo unachopewa, kidogo unachowapata, lakini kesho na wewe uko pale na wenzao kufanyia hivi. Yeye anajisikiaje furaha kama kweli Simba anaipenda? Anatamani, yani madaraka ndio anayapenda kuliko klabu. Ni jambo baya ambalo linaumiza. Na nasema wanatuumiza si mashabiki kwa sababu sisi tunanunua tiketi, tunanunua jezi, mwisho wa siku tusimame wapi? Mwisho wa siku unanunua jezi unaanza kuziweka ndani uweze kufly kucheza. Tulikuwa na fly, wananunua watu majezi Malonya sasa hivi wanatamba nayo kwa sababu sisi tumeumia kwenye matokeo. Kwa hiyo hatuna namna, anachofanya sio jambo zuri. Waangalie, waipambanie Simba, waipende Simba. Madaraka yapo yanakuja na kuondoka. Lakini ukisimama kwenye ukweli, mbona kuna watu wanaondoka kwenye uongozi na usikie wanaongea chochote, lakini zeni mwisho unafaa na unarudi kwenye uongozi. Kwa nafasi hizi ni kupokezana. Mpe nafasi mwenzio aliyopo kuliko hayo anayeyapandikiza. Shukrani sana. Asante sana.